mnaelekea kwenye bango hapo kwa ajili ya kupata taarifa fupi ya mradi. Watu tu usogee maeneo hayo. Taarifa fupi ya mradi wa maji katika kitongoji cha Emorijo. Ndugu mgeni rasmi, mradi huu ulianza tarehe 1 mwezi wa 7 2023 na ulikamilika tarehe 30 mwezi wa 6 2024. Utekelezaji wake ulichukua miezi 12. Ndugu mgeni rasmi, mradi huu unahudumia wakazi wa Emorijo wapatao 700. Mradi huu una uwezo wa kuzalisha maji lita 108,000 ambapo mahitaji ya maji katika kitongoji hiki cha Emorijo ni lita 28,000. Mradi huu uliweza kufadhiliwa na serikali ambapo ilitoa shilingi milioni 100. Wafadhili ambao ni Tandia walitoa milioni 120 na jamii iliweza kuchimba mtaro ambao thamani yake ni milioni 15. Jumla ya gharama ya mradi ilikuwa shilingi milioni 240. Kazi zilizofanyika katika mradi huu ni uchimbaji wa kisima kirefu chenye kina cha mita 150, ujenzi wa nyumba ya pampo pamoja na uzio, mtandao wa bomba kilomita 5.6, ujenzi wa tenki lenye ujazo wa lita 30,000, ujenzi wa vituo viwili vya kuchota maji, birika moja la mifugo, ufungaji wa umeme pamoja na pampu. Mheshimiwa mgeni rasmi, utekelezaji wake umekamilika kwa 100% na mradi huu sasa hivi unatoa huduma kwa muda wa masaa 12. Bei ya ndoo katika mradi huu ni shilingi 100 kama wananchi walivyokubaliana. Mheshimiwa mgeni rasmi, natoa shukrani za dhati kwa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha mazingira mazuri katika utekelezaji wa miradi ya maji hususan katika hiki kitongoji cha Emorijo. Mheshimiwa mgeni rasmi, dunia katika kipindi hiki inaadhimisha wiki ya maji ambao kauli mbiu ni uhifadhi wa uoto wa asili wa uhakika wa maji. Mgeni rasmi, naomba kuwasilisha nikupitishe kwenye umbile la mradi wetu na kisha uweze kutuzindulia mradi huu na kufungua koki kwa ajili ya kumtisha mama ndoo. Ndugu mgeni rasmi, hiki ndio kisima chetu ambacho kimechimbwa chenye kina cha urefu wa mita 150 ambacho kina uwezo wa kuzalisha maji lita 108,000 kwa siku, ambapo kumefungwa umeme 3 phase na hii nyumba ya papa pamoja na uzio. Hapo kukawa na mtandao wa bomba kilomita 3.6 mpaka kwenye tenki lililoko pale, ambalo tenki lina ujazo wa lita 35,000 na usambazaji katika vituo viwili ambao ni kituo hiki kitoko hapa na kingine kiko pale kanisani na pamoja na gati moja ya mifugo. Naam, ndivyo ambavyo mgeni rasmi anafungua eneo hili, anafungua mradi huu. Vigelegele kwa mbali. Asante, ninapenda kusoma. Kuna nembo ya taifa lakini kuna nembo ya RUWASA na imeandikwa wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA. Mradi wa maji kitongoji cha Emorijo umezinduliwa na Mheshimiwa Frederick E. Lowassa, mbunge wa jimbo la Monduli tarehe 18 Machi 2025. Vigelegele tafadhali. Vigelegele. Asante sana. Ni maji ya kutosha sana. Hiyo ni ishara ya kwamba sasa hakuna shida ya maji Emorijo. Vigelegele tafadhali. Wakati serikali inaingia katika madaraka, mkoa wa Arusha ulikuwa na vijiji 304 ndivyo vilikuwa vyenye huduma rasmi ya maji. Kijiji hiki kilikuwa kina huduma rasmi ya maji, kitongoji hiki. Na kwa msingi huo sasa hivi baada ya utekelezaji wa miradi hiyo 139 na miradi 65 kukamilika, kwa sasa vijiji 350 vina huduma rasmi ya maji. Kwa mkoa wa Arusha tumebakiza vijiji 40. Tuna mipango
kwa maana serikali imetuagiza ifikapo Disemba mwaka huu tuwe tumefikisha huduma ya maji inayopatikana kwa wananchi kwa 85% kwa huku upande wa vijijini, lakini kwa mjini 95%. Niseme tu katika mikakati yetu tuna miradi 22 ambayo inaendelea, ambayo tunatazamia itakamilika, lakini tuna visima vitano katika kila jimbo la vijijini katika mkoa wa Arusha ambavyo tayari vimeshaanza kutoa huduma ya maji. Visima hivi vitakwenda kuwahudumia watu 45,000, lakini miradi hii 22 ambayo tunategemea itakamilika inakwenda kuwapa watu huduma 166,161, na kwa ujumla wake tutatoka 77.3 na kufikia 88.2. Serikali imetuelekeza 85. Matarajio yetu ni kwamba tutakuwa tumezidi kidogo lengo lililowekwa na serikali. Baada ya kusema hayo, niliona nitoe hii kama ujumla mzima kwa mkoa wa Arusha kama uzinduzi wa wiki ya maji. Leo tunafanya tendo kubwa la uzinduzi wa maji. Jambo la maji ni jambo kubwa na la kihistoria Monduli yetu. Kubwa na kihistoria Monduli yetu. Wakati ule, miaka ile ya uongozi wa wakina mzee, teknolojia ilikuwa bado kuchimba maji kwa wilaya yetu Monduli ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hata mimi na kuingia kwenye nafasi hii mwaka 2020, changamoto ya maji bado ndio ilikuwa tatizo kubwa sana kwa sisi watu wa Monduli. Na mimi nilipokea changamoto lile, lakini kwa kweli sikuingia kwa matumaini makubwa sana, kwa sababu niliambiwa bado vyanzo vya maji ni vile ambavyo vinatokea kule Ngaramtoni wilaya ya Rumeru, na kuvuta mpaka hapa ni zaidi ya kilomita 40-50. Kwa hiyo ni mradi ya gharama kubwa sana. Kwanza tushukuru sana, tunashukuru kwamba miaka 20 na wakati wetu tunapata mradi mkubwa wa ADB kuleta maji kutoka Ngaramtoni kuja Monduli mjini. Meneja wa maji wakati ule alikuwa ndugu Makaidi ambaye sasa hivi ndio meneja wa mkoa wa maji. Tunamshukuru sana. Tunashukuru kwa sababu wakati naingia kwenye ubunge tulimwomba Mheshimiwa Rais Magufuli kuhusu kuleta maji Monduli. Alituahidi, lakini Mungu alikuwa na mpango mwingine. Tukamkumbushia Mama Samia Suluhu Hassan. Alipokuja Makuyuni nikakumbusha, na kupitia waziri wetu wa maji ambaye ana upendo mkubwa sana na wana Monduli, nikamkumbushia kwamba ahadi ya maji kwa Monduli ni jambo muhimu sana. Lakini iliahidiwa, mchakato ukafanyika, na tunashukuru. Leo meneja wa maji ametangaza kwa Monduli sasa hivi tuna miradi ya takriban bilioni 37 ya maji kwa wilaya ya Monduli pekee yake. Lakini sio hivyo tu, ni miradi ya maji ambayo inakwenda kutatua au kufungua jambo la maji ambalo lilikuwa la muda mrefu sana. Samia Suluhu Hassan amelitatua kwa kiasi kikubwa sana, tunamshukuru. Wakati tunamshukuru, na mimi nitumie fursa hii kuendelea kukumbushia, kwa sababu meneja wa maji yuko hapa. Wananchi wetu wanasubiria, mmesema mpaka Disemba tutafikia 86% ya kupata maji. Lakini tunaomba miradi ile ambayo imeanza, hasa ule wa vijiji 13 ambao tunafahamu kwamba kazi iliyobakia sana ni kulaza mabomba, angalau mwezi wa 6 watu wa Monduli waanze kuona maji pale ndani. Tunaomba sana. Kwa hiyo wana Monduli
tushukuru kwa neema ya maji kwetu Imorijo, lakini tushukuru kwa neema ya maji kwa wilaya ya Monduli. Naitwa Lilian Christopher Moleli, ni natokea katika kijiji cha Imorijo. Kwanza kabisa natoa shukrani zangu kwa ajili ya mradi mkubwa wa maji ambao tumeupata kutoka kwa Mama Samia. Kwanza tulikuwa tunateseka umbali mrefu, tumeteseka muda mrefu sana kwa ajili ya maji, lakini kwa sasa tumepata mradi wa maji ya kutosha. Pia nimshukuru mbunge wetu Frederick kwa juhudi zake za kutuwezesha tukaweza kupata maji haya. Tunamshukuru sana. Mungu awabariki viongozi wote. Labda mnaweza ukajua ni umbali gani mlikuwa mnatumia kufuata maji kabla ya hapa? Kilomita ngapi? Labda unaweza kutuambia. Tulikuwa tunatembea karibu kilomita 100. Tulikuwa tunatembea na punda kwenda sehemu za mbali msituni huko kutafuta maji yale yanayotiririka kutoka msituni, lakini kwa sasa tunashukuru kwa sababu tumepata maji karibu. Kwa majina anaitwa Margaret Slamo Eliza, ni mkazi wa Monduli Juu, kijiji cha Imorijo. Kwa kweli tunamshukuru mama yetu Mama Samia kwa kututua ndoo kichwani. Tulikuwa tunafuata maji kilomita refu sana na maji tunayofuata sio safi na salama. Lakini kwa sasa hivi kitongoji chetu cha Imorijo tumepata maji safi na salama. Tuna uwezo wa kunywa maji safi na salama. Na pia na wanafunzi wanaendelea salama kunywa maji masafi. Na pia sintaacha kumshukuru mbunge wetu Mheshimiwa Frederick Lowassa kwa kututetea kwa namna moja au nyingine kwa ngazi za juu ili kutuwezeshea kutupa msaada wa kila namna. Na pia tunamshukuru mama yetu Samia. Mungu aendelee kumlinda na kumbariki na kumwezesha. Amen. Labda mlikuwa mnafuata umbali wa kilomita ngapi, na yale maji yalikuwa ni safi na salama au ni maji ya bomba ambao mlikuwa mnayafuata kwa umbali mrefu? Maji tulikuwa tunafuata kilomita refu sana na pia sio maji safi na salama. Ni maji yalikuwa ya chemchemu na sio salama kabisa. Kwa hiyo shukrani zako ni kwa Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na mbunge. Ni pamoja na mbunge wetu Mheshimiwa Frederick Lowassa kwa sababu wametutoa ndoo kichwani. Tunakunywa maji safi na salama sasa hivi. Kitongoji cha Irkumu, kwa kweli tulikuwa na changamoto sana ya maji. Sasa hivi tunashukuru sana, tunaendelea vizuri, watoto wako vizuri sasa hivi. Wanaenda shuleni kwa furaha sana. Tunashukuru viongozi wetu kabisa, wametusaidia kwa kiasi kikubwa sana.